na Mama Janet Show. Wahasha maaskofu wa dayosisi mbalimbali 27 zilizowakilishwa hapa za KKKT na madhehebu mbalimbali mliopo nasi hapa leo. Lakini nimeambiwa kuna maaskofu wastaafu na nyinyi pia natambua uwepo wenu. Wazee wetu mlioshuhudia kuunganishwa kwa kanisa hili ambao leo nasi tuna furaha kuwajua. Kimpia nitambue uwepo wa makamu wa mwenyekiti wa CCT, lakini pia tuna Facebook nyingine ambayo inajulikana kwa jina la Masalagane. Kwa hiyo naomba nikualike uweze kutufuatilia katika washauri wa rais ambazo tunakuwa tunazileta msajili wa taasisi za taarifa kutokana na ndege ya Tanzania kuzuiwa kupita katika anga la Ulaya. Hizi taarifa zilitolewa hivi juzi, ni taarifa ambazo zilikuwa ni rasmi kabisa hapa za media na Tupatane TV tulikuwekea kule wa chama cha siasa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizungumza nini kutokana na tukio hilo? Ni clip ambayo nimekuletea, naomba uifuatilie mpaka mwisho, utapata yaliyojiri. Kamati ya ulinzi na usalama mkoa ikiongozwa na Bwana Ras. Kabla sijakuletea taarifa kitu ambacho alizungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wabunge wote kuhusiana na marufuku ya ndege za Tanzania kuingia katika anga la Ulaya, naomba nikupitishe katika klipu hii uweze kusikiliza kilichojiri kabla haujapata suluhisho la kitu kilichotokea baada ya tukio hili kutokea. Naomba nikualike uendelee na klipu hii. Mhandisi Robert Kitundu, katibu mkuu wa katika channel yetu ya Mzawa TV, Tupatane TV, katibu mkuu wa katika Facebook Masalagane, pia Facebook cheka na Mzawa. Asante sana, naomba nikutakie siku njema. Baki hapa upate vitu vizuri. Wachungaji, mapadri na wajumbe wa mkuu wa kanisa hili 2025 Tume ya Ulaya itangaza marufuku ya ndege zote zilizosajiliwa Tanzania kuingia katika anga la Umoja wa Ulaya, mabibi na mabwana, shirika la taifa la Air Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifuatia tathmini ya kiufundi iliyoonyesha mapungufu makubwa katika usalama wa anga na usimamizi wa mamlaka ya usafiri. Ndugu zangu wapendwa, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sababu za marufuku hii, Tume ya Ulaya ilibaini kuwa mamlaka ya usafiri wa anga nchini Tanzania TCAA haikuweza kuhakikisha utekelezaji wa viwango vya kimataifa vya usalama wa anga. Mapungufu hayo yaliyoainishwa ni kama ifuatayo: 1. Upungufu wa wafanyakazi wenye sifa na mafunzo ya kutosha. 2. Ukosefu wa ufanisi katika usimamizi wa shughuli za ndege na uhakiki wa ubora na uongozi mzima wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri viwango vya kimataifa vya usalama vilivyowekwa na shirika la usafiri wa anga pamoja nanyi katika kilele cha maadhimisho ya miaka 60 ya hapo awali. Mnamo Desemba 2024 Air Tanzania ilikuwa tayari imepigwa marufuku kuingia EU kutokana na wasiwasi kuhusu mafunzo ya marubani na usimamizi wa usalama wa shirika hilo. Hata hivyo, marufuku ya sasa imeathiri mashirika yote ya ndege 35 yaliyosajiliwa nchini Tanzania. Athari za sekta ya usafiri wa anga nchini Tanzania. Marufuku hii ni pigo kubwa kwa juhudi za Air Tanzania kupanua huduma zake kimataifa, hasa katika masoko ya Ulaya. Kwa sasa Tanzania imejiunga na orodha ya nchi 17 ambazo mashirika yake yote ya ndege yamepigwa marufuku kuingia EU kutokana na ukosefu wa usimamizi madhubuti wa usalama wa anga. Hatua zilizopendekezwa na Ulaya ni pamoja na Tume ya Ulaya imetoa wito kwa Tanzania kuchukua hatua za haraka kurekebisha mapungufu yaliyoainishwa. EU imeeleza utayari wake kusaidia juhudi za Tanzania kufika viwango vya kimataifa vya usalama wa anga. Asante sana Mwana Universe, na kuomba uweze kusubscribe katika chaneli zetu ya Mzawa Media na Tupatane TV, lakini pia unaweza ukatupata pia katika mitandao mingine ya kijamii, mfano Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Tunapatikana kwa Mr. Mzawa, TikTok Mr. Mzawa na Instagram, lakini pia kwa upande wa Facebook tunapatikana kwa jina la Masalagane, lakini pia tunapatikana kwa Facebook page kwa jina la Cheka na Mzawa. Naomba usubscribe kwa ambaye bado hujasubscribe katika channel hii. Asante. Wa Kilutheri hapa nchini. Nitumie fursa hii kupongeza uongozi wa kanisa katika nyadhifa na ngazi zote kwa wakati na awamu zote kwa kazi kubwa iliyofanywa ya kujenga kanisa hili, sio kwa matofali
mabati, milango na madirisha, hapana, bali katika kueneza neno la Mungu, kujenga maadili kwa waumini na kutoa sadaka na huduma kwa jamii. Hongereni sana. Kutokana na upekee wa siku hii, nimeambiwa wapo wageni walioungana nasi kutoka mataifa mbalimbali, na hapa wametambulishwa wageni kutoka DRC pale Kongo, lakini Kenya tuna askofu kutoka Kenya, lakini pia kuna wageni wa Sweden, Denmark, Marekani, Ujerumani na sehemu nyingine wako nasi hapa kwa umuhimu wa siku hii. Hivyo kwa niaba ya serikali na Watanzania wote, napenda kuwakaribisha wageni wote nchini kwetu Tanzania, nchi ya mlima Kilimanjaro, Serengeti na visiwa maarufu vya Zanzibar. Karibuni sana. Nawatakieni makazi mema, kwani uwepo wenu una manufaa si kwa kanisa pekee bali kwa taifa zima, na bila shaka mtakuwa mmefurahia ukarimu wa Wanaarusha kama ilivyo jadi yetu katika kukirimu wageni wetu. Karibuni sana. Ndugu zangu, leo hii tunaadhimisha miaka 60 tangu makanisa 7 ya Kilutheri yalipounganishwa na kuwa kanisa moja, na tumewaona wazee wetu wawili hapa ambao walishiriki shughuli hiyo. Nilipokuja kuwasalimia nikaambia Mungu awape umri zaidi ili tuendelee kuchota hazina ya maarifa iliyoko ndani yao. Niungane na walionitangulia kusema katika kuwashukuru wote waliotoa muda, nguvu na michango ya fedha katika kufanikisha maadhimisho haya. Na waomba mioyo yenu itambue kwamba michango na sadaka mlizotoa imepokelewa kwa mapenzi makubwa na kwa shukrani nyingi sana. Wale wote waliosababisha maadhimisho haya leo kuwezekana, na waomba angalieni ndani ya ukumbi huu. Waoneni waumini walivyojawa na unyenyekevu katika maombi na wenye furaha kubwa wanapomwimbia na kumsifu Mungu. Haleluya. Ndugu zangu, nilipofika hapa nilipewa heshima ya kuweka jiwe la msingi kwenye maabara ya sayansi ya chuo chetu hiki cha Tumaini. Nimekwenda na kuangalia vilivyoko ndani. Ni jambo kubwa sana limefanyika, na ni katika hatua za kukua kwa kanisa hili la Kilutheri. Hongereni sana. Lakini vile vile nilipitishwa kwenye banda maalum la maonesho. Nimeshuhudia kazi mbalimbali zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa na kanisa, ambapo mbali na kuitangaza Injili ya Kristo, mmekuwa mkitoa huduma mbalimbali kwa jamii ya Watanzania, zikiwemo afya, elimu na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kama alivyosema Baba Askofu Shoo. Halikadhalika mmekuwa mkitoa huduma zinazolenga makundi maalum ambazo nimeambiwa mnaita udiakonia huko ndani ya kanisa hili. Na hii inathibitisha kwamba miaka 60 ya KKKT imekuwa ya manufaa kwa waumini na Watanzania na taifa kwa ujumla. Hii ndiyo sababu tupo hapa sote kwa pamoja kusherehekea siku hii. Ungekuwa mnafanya peke yenu, mnafanya kwa ubaguzi, mnafanya yenu kivyenu, tusingekuwa hapa wote leo. Lakini kwa sababu mmelifanyia taifa, miaka 60 hii leo ni maadhimisho ya kitaifa kwa kanisa hili. Waheshimiwa viongozi na ndugu waumini, kama alivyosema Baba Askofu Mkuu katika hotuba yake kwamba wakati wote serikali imekuwa ikishirikiana na taasisi za dini katika kumhudumia Mtanzania. Na hii ni kwa sababu serikali, tunapomwangalia raia, hatumwangalii kama muumini bali kama mwananchi anayehitaji kuhudumiwa. Hivyo mdai yoyote anayefanya kazi ya kumhudumia mwananchi anaisaidia serikali katika kutekeleza wajibu wake. Ndio maana miaka yote tumeendeleza ushirikiano na taasisi za dini na wadau wengine wote katika kuwahudumia Watanzania. Na kwenye huduma za afya, Baba Askofu alitaja changamoto ambazo amezitaja hapa, lakini vile vile kwenye huduma za elimu, nataka kukwambia Baba Askofu na kaka yangu, changamoto zote ulizozitaja ninazo kwenye kijitabu hiki, na naomba nikuhakikishie kwamba tunazifanyia kazi.
Na hapa niendeleze ahadi yangu ile kwa taasisi za dini zote kwamba serikali itaendelea kuzifanyia kazi changamoto zinazojitokeza katika ushirikiano wetu chini ya sera ya PPP ili kwa pamoja tuendelee kumhudumia mwananchi ipasavyo. Hakuna jambo lisilo changamoto, lakini zinapojitokeza ni kuzifanyia kazi kwa pamoja, ziondoke na tuendelee mbele. Mhashamu Baba Askofu Mkuu na ndugu waumini na washiriki wote, kama mnavyofahamu, serikali ya awamu ya 6 imejidhatiti kuimarisha misingi ya utawala bora na uzingatia sheria, demokrasia na maadili yetu kama Watanzania. Mimi binafsi nimedhamiria hivyo na ndivyo ninavyowaelekeza wasaidizi wangu waliopo nami hapa. Katika kufikia lengo hilo, serikali imekuja na falsafa ya zile R 4 za Kizungu, lakini kwa Kiswahili ni maridhiano, kustahimiliana, mabadiliko na kujenga upya taifa letu. Na nyinyi ndugu zangu ni mashahidi wa hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali na tunazoendelea kuzichukua. Naomba mniruhusu katika jukwaa hili ni tumie fursa hii kutoa shukrani maalum na za dhati. Katika harakati zangu za awali za kutekeleza hizi R 4, katika ile R ya kwanza ya reconciliation au maridhiano, nilipata msaada mkubwa sana wa kaka zangu Baba Askofu Shaw, Dr. Shaw, lakini pia Baba Askofu Bagonza. Wale nisaidia sana na nikaweza kupiga hatua na nikaenda na falsafa ile. Kwa hiyo nawashukuru sana wao binafsi, lakini pia nashukuru kanisa kwa kuwapa moyo ule wa kusema nenda na saidia. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, katika risala yako umetaja swala la uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo sasa ni dhahiri sio tu hapa nchini bali duniani kote. Naamini kila mmoja wetu ni shuhuda wa athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo ukame, mafuriko, kutotabirika kwa misimu na mengi mengine yanayojitokeza. Na haya yote yanatokana na kukiuka maagizo tuliyopewa na Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Mwanzo, nadhani sura ya 2 mstari wa 15, na hapa na nukuu, kinasema, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mwisho wa kunukuu. Haya ndiyo maelekezo aliyopewa baba yetu Adam. Sasa watu wa vizazi vyetu tumeacha kutunza dunia na kukaidi maagizo ya Mungu. Tumeichafua dunia na athari zake zimetugeuka wenyewe. Na mara kadhaa huwa nasema, napenda kurudia msemo nadhani wa Baba Francis, nadhani alisema, mazingira hayataacha kutuadhibu kwa sababu tumeyaharibu. Yataacha kutuadhibu pale tutakapokuwa tena rafiki wa mazingira. Sasa baada ya kuona adhabu tunazopata kutokana na mazingira, niombe sasa wote tukawe rafiki wa mazingira. Na katika nchi kama hii yetu ambayo asilimia kubwa tunategemea kilimo, madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa sana. Binafsi nafarijika napoona viongozi wa dini wanalipigia kelele swala hili, kwani uhifadhi wa mazingira ni jukumu letu sote. Ningetamani kuona kila taasisi ya dini inajiwekea mkakati mahsusi wa kupambana na uharibifu wa mazingira. Kwa upande wa serikali, tumeelekeza jitihada zetu kwenye kuwawezesha wananchi kutumia vyanzo mbadala kama vilivyotajwa hapa, kwamba tayari tuna miradi mikubwa ya sola, moja uko kule Shinyanga na mwingine uko mbioni kuanzishwa mahali pengine. Lakini pia tuna mradi mkubwa wa upepo kule Singida na maeneo mengine. Lakini pia bwawa tunalolijenga ambalo litazalisha mradi kutumia maji ni jitihada nyingine ya kutumia vyanzo mbadala vya kuleta nishati. Lakini pia tuko katika hatua za mwisho kumalizia mazungumzo yetu na wawekezaji wa gesi ya LNG ambayo itakuja kutupa ndani ya nchi yetu uwezo mkubwa wa kutumia gesi tulionayo, matumizi ya ndani na matumizi ya nje, na kuacha kutumia misitu
ili misitu yetu iweze kubaki na kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo kwa upande wetu tunachukua hatua kadhaa kama mkakati wa kutunza mazingira yetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi imeibua changamoto nyingine kubwa duniani, nayo inahusu suala zima la usalama wa chakula. Nchi nyingi zinakabiliana na changamoto hii. Hapa kwetu sisi tunataka kuitumia hii kama fursa. Uzuri ni kwamba kwa neema na baraka za Mungu, Tanzania tunazalisha chakula cha kutosha